Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naam, ndugu yangu nitazama hivi sasa hapa tupo na mtoto wa Sheikh wetu Darwesh Rocket marhem. Mungu amrhamu amlaze mahali pema peponi, amin. Tupo hapa na mtoto wake, tutapata kujua majina yake kamili na tutapata kujua ni mtoto wake wangapi na vitu kama hivyo na kadhalika na kadhalika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Sheikh wangu, kwa majina naitwa Amiri Ali Darwesh maarufu Amili. Naam, Sheikh wetu Amir, tulikuwa tunataka kujua wewe una miaka mingapi kwanza? Mimi nina miaka 58. 58. Naam, mashaallah. Allahu zidi. Na mzee wetu Darwesh naye ana miaka mingapi? Na miaka 97. 97. Naam, na pia wewe ni mtoto wangapi wa Darwesh? Mimi ni mtoto wa tatu. Mtoto wa tatu wa Darwesh. Na Darwesh kwa jumla na watoto wangapi? Watoto 24. Watoto 24. Allahu akbar, hadha min fadli rabbi. Naam, tupo hapa tulikuwa tunataka kujua kwamba ni chanzo gani kilichosababisha mpaka Darwesh wetu kufariki. Alikuwa anaumwa au alikuwa amepatwa na tatizo gani? Mzee alikuwa anaumwa. Alikuwa anaumwa kuanzia mwaka juzi, alipata na stroke. Kwa tumelazwa Ndanda kule. Kwa ametibiwa akapata shifaa akawa mzima, akawa tumeruhusiwa Mwaka jana. Mwaka juzi. Naye mwaka tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka huu ndio ikamkuta maradhi. Tulimwambia msiba wa ndugu yake, yani mkwawe, basi kumwambia msiba, basi akatutazama tu, baadaye akaanguka kwenye kitanda. Yani mlimpatia taarifa ya msiba na yeye ndo hapo hapo akampata stroke, yani naam, kwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu atamlaza mahali pema. Toka siku hiyo hakuwa nafuu. Siku ile pale tulimwacha, maka alikuwa na nini, tukamchukua tukampeleka hospitali Zango pale, maka alikuwa Mbagala, tukampeleka Zango pale alipopimwa ikaonekana sukari ilishuka, ana sukari ana 1, ndio pressure ilipanda. Basi pale daktari akajitahidi akamweza kupandisha sukari na pressure kushusha, basi akawa kidogo afadhali pale. Akisikia tatu yake akaanza tena ni homa kali, alafu yani kula taki nini. Basi tukamwomba rufaa, tukampeleka Muhimbili, toka tarehe 28 kwa Muhimbili pale. Muhimbili katika kumpima nini kaonekana stroke, ndio homa yake na kifua. Hiyo ndo sababu kuu ambayo ilimpelekea mzee wetu kuaga dunia. Naam, na tulikuwa tunataka kujua Darwesh Rocket, Mungu amrahamu amlaze mahali pema peponi, jina lake kamili ni nani? Maana watu wengi wanamfahamu ni Darwesh Rocket, hatujajua jina lake kamili. Naam, jina lake kamili ni Ali Musa Kapirimba. Ali Musa Kapirimba. Kapirimba. Naam, Sheikh Ali Musa. Na hili jina maarufu Darwesh Rocket, hili neno rocket lina maana gani au amelipata kwa sababu gani ili jina la Rocket? Rocket amelipata kwa ajili ya, unajua alikuwa anakwenda Maka sana mara kwa mara. Kwa hiyo watu wakazania kama anakwenda kama kipindi kile cha anakwenda Maka ilikuwa kipindi cha kigumu kile, masuala pesa nini. Kwa hiyo ilikuwa yani hapa Tanzania ukienda mara 2 tu basi usiwi tena kwenda tena upati vibali upati nini. Sasa yeye alikuwa anashindana na hivyo, kama upati kibali basi, yani chanzo kabisa alikuwa alinyimwa ni kibali hapa cha kwenda hija. Alinyimwa kibali cha kwenda hija. Yeye akaamua kutoka hapa akaenda Kenya, Lamu, Mombasa. Pale akakutana na Sharifu Aba Hassan. Pale akamwelezea shida yake. Sharifu yule alikuwa kama kiongozi fulani wa kidini pale Lamu. Basi akamwambia basi hilo sio tatizo, akafuatana naye yeye, wakaenda kupanda ndege, akaenda Lamu, akaenda Maka. Kwa hiyo mahujaji waliotoka hapa ikawa wamekwenda kule, wamemkuta mzee ashafika pale. Allahu Akbar. Mahujaji hapa wakashangaa, sasa huyu
Darweshi amefika hapa, amefikaje, ndio akampa jina Rocket. Hilo ndio jina maarufu ambalo linafahamika nchini kote yani. Lakini maarufu sana ni Darweshi. Kusini anafahamika kuswali na leke. Naam. Basi tunashukuru sana mzee wangu kwa kufahamiana hivyo, na sababu na chanzo tumepata kujua kilichoweza kusababishia shehe wetu Darwesh wetu Rocket kufariki, na tumepata sababu pia ya kujua kwamba jina lake ili la Rocket limekuja kwa sababu gani. Naam, nataka kujua jina hili limekuja kwa sababu gani, na tumeweza kujua vizuri kabisa. Na hatuna cha ziada bali la kukwambia ndugu yangu, tupo hapa na mtoto wake watatu na shehe ana watoto 24. Allahu barik, Mungu amjalie, ampe kauli thabiti mbele huko alioendapo. Naam, hatuna la ziada bali la kusema shukrani ndugu yetu ambaye unatutazama hivi sasa. Ujue channel yako pendwa ni Al Amoud TV, mwongozo wa dini, imani na Uislamu, na kama hujasubscribe fanya hivyo basi ili tuweze kupata video zetu nyingi na uweze kujionea mambo yetu mengi na kadhalika na kadhalika. Naam, hatuna la ziada bali la kusema shukrani wa ala liqa. Shukrani sana mzee wangu. Shukrani. Alhamdulillah. Amin ya Rabb.